Bana, unaambiwa kwamba hali ilivyo kwa hivi sasa jiji la Dar es Salaam, inasemekana kwamba wakazi wengi wa jiji hilo wameamua kulikimbia kwa muda jiji hilo kutokana na yanayofuatia na skendo ambazo zimeendelea kutokea kwamba Disemba 9 kutakuwa na maandamano makali ya amani ambayo hayatakuwa hayana kikomo. Wakazi wengi wa jiji hilo ambao walikuwa ni wahanga mnamo mwaka huu, lakini ilikuwa ni Oktoba 29. Walio wengi wameondoka katika jiji hilo na kwenda katika mikoa mbalimbali la Tanzania. Hivyo basi barabara nyingi zimeonekana kuwa wazi, zile ambazo kikawaida ilionekana kwamba huwa zinajaza sana watu barabarani kuanzia asubuhi, lakini kwa hali ilivyo kwa hivi sasa barabara hizo zinaonekana kuwa shwari kabisa, na ile foleni ambayo ilizoeleka siku nyingi, foleni hiyo haipo kabisa. Kwa mujibu wa haya ambayo yanaendelea kutokea, imekuwa ni gumzo sana na taharuki imebakia kusalia kwenye mioyo ya watu wengi, maana hata wale ambao waliobakia Dar es Salaam wamekuwa na wasiwasi mkubwa kama yakitokea maandamano makali kama yale ambayo yalitokea wakati wa Oktoba 29 itakuwaje. Hivyo basi walio wengi wameamua kutengeneza mazingira yao kwamba hawatotoka nje katika siku hiyo, na kama jinsi ambavyo serikali imetangaza kuwa siku hiyo itakuwa ni siku ya mapumziko, lakini pia kupitia jeshi la polisi na msemaji wa jeshi la polisi, taarifa ilitoka kwamba maandamano ya amani yamekataliwa kutokana na kwamba maandamano hayo hayajafuata sheria, taratibu pamoja na kanuni za nchi yetu. Maana maandamano yanatakiwa yaratibiwe na yapelekwe katika ngazi husika, kwamba ijulikane kwamba kuna watu watakuwa wakiandamana siku hiyo, lakini kwa mujibu wa maelezo ya jeshi la polisi hawajapokea taarifa yoyote inayohusiana na waandamanaji kuwepo katika siku ya Disemba 9, na ifahamike kwamba Disemba 9 ni siku ya uhuru. Hivyo basi waandamanaji wanasema kwamba siku hiyo wanaenda kudai uhuru wao, naona bwana, lakini maandamano hayo wamesema kwamba yatakuwa ni ya amani. Serikali imezidi kuwekeza nguvu zaidi katika kuhakikisha wanalinda raia na mali zake, kuepusha kutokea kwa vurugu iliyotokea mnamo mwaka huu, lakini ilikuwa ni Oktoba 29. Hivyo basi serikali ikawa imeshauri kwamba raia wote siku hiyo itakuwa ni siku ya mapumziko. Basi kutokana na tamko hili hapo, na jana nabii mmoja hivi naye pia aliweza kuambia waumini wake akiwa kanisani, naye huyo ni nabii Mwamposa, Boniface Mwamposa, naye pia alisema kwamba atakuwa na maombi kuanzia siku ya leo hii hapa majira ya kuanzia mchana mpaka mida ya saa 1 kuelekea usiku kabisa, atakuwa akifanya maombi hayo ambayo ameyasema Boniface Mwamposa. Inasemekana kwamba hawatohudhuria waumini kanisani kuanzia hiyo siku ya Jumatatu. Watakuwa wakifuatilia ibada hiyo nyumbani, lakini pia Boniface Mwamposa naye pia ameeleza na kuambia Kondoa Bwana kwamba inahitajika hekima sana na kushauri serikali ifuate utaratibu na hekima itumike zaidi, maana kila mtu akiwa na tamko lake na nguvu zake, maelewano yatakuwa machache na taifa hili tutaipeleka pagumu zaidi. Hayo ni maneno ya mtumishi huyu wa Mungu Boniface Mwamposa. Basi maelezo hayo ambayo ameyatoa nayo pia yamechangia ukimya na utulivu katika eneo hili la Dar es Salaam, ambapo katika eneo hili la jiji hili ndilo linaloogopeka zaidi kwa sababu limekusanya watu wengi, na ni jiji hili lilikuwa ni moja kati ya majiji ya Afrika yaliyoathirika na maandamano ya Oktoba 29. Hivyo nguvu ya ulinzi imewekezwa kweli kweli, maana waandamanaji haijajulikana wataanzia wapi maandamano yao. Je, watafanya maandamano ya amani au kutokuwa kuna vurugu kama lile ambalo lililotokea? Na jeshi la polisi limesema kwamba aliyatambui maandamano hayo. Hivyo basi kila yeyote yule ambaye apatapo taarifa ya kuandamana aipuuze na asitoke barabarani kwa ajili ya kwenda kuandamana. Naona bwana, bado kuna mvutano na mambo mengi yanasubiriwa Disemba 9
ni siku ya kesho, hiyo ndo inaosubiriwa kweli kweli. Kama tu leo hii Disemba 8, barabara zimekuwa nyeupe kabisa, kuna watu wengi kama jinsi ambavyo imezoeleka, magari machache. Itakuwaje siku ya kesho? Naona bwana, siku ya kesho inaonekana kwamba hata ofisi nyingi zitafungwa katika jiji hili la Dar es Salaam, na pengine ikawa hivi hata nchi nzima, kwa sababu yaliyotokea wakati ule yalikuwa sio ya kawaida, na kabla yajatokea watu walidhani kwamba ni skendo tu, hizi ni watu wanaongea tu, hakuna jambo lolote lile ambalo litakalotokea, kama jinsi ambavyo imezoeleka kwamba maandamano huwa yanatangazwa lakini watu hawaandamani. Hivyo basi katika siku hiyo ya Disemba 29, wananchi wengi walikuwa tu wako busy na kazi zao. Ofisi zilifunguliwa, daradara ziliendelea kama kawaida, watu walienda ofisini wengine, japokuwa na hiyo pia ilikuwa ni siku ya mapumziko, lakini sio kwa wale waliojiajiri wao huwezi kuwapangia bwana. Kwa hiyo kazi zikawa zimeendelea, lakini baadaye kuona mabadiliko makubwa na kile ambacho au vile ambavyo walivyokuwa wakivizoea zamani kwamba taifa hili la Tanzania ni la amani, utulivu na upole. Hivyo basi kilichotokea wakati ule kilikuwa ni funzo zaidi. Hivyo sasa, kwa sasa Watanzania wameamka na kuona kwamba maandalizi ni kitu cha msingi zaidi. Jambo lolote linaweza kuwa ikibidi. Bana, usisahau kusubscribe. Bye bye.